Waadventista wanaamini ifuatavyo. Wanaamini hivi, siku ya Sabato. Wanaamini ya kwamba siku ya nini? Sabato ya siku ya saba. Jumamosi. Wanaamini ya kwamba Sabato siku ya saba ni nini? Jumamosi. Wamamfundisha nani? Ndio siku ya Mungu. Wamafundisha nani? Ellen White. Endelea. Ndio inasema. Yesu yuko hekaluni mbinguni. Wanaamini ya kwamba Yesu yuko hekalu nini? Mbinguni. Endelea. Ana hukumu, inasema akifanya hukumu ya uchunguzi. Ako hekalu mbinguni akifanya hukumu wa nini? Ya uchunguzi. Endelea. Ya kushangaza, ati usingizi ni kifo. Wanasema ya kushangaza, Waadventista wanaamini usingizi ni nini? Kifo ni usingizi. Kifo ni nini? Ni usingizi. Yaani mtu akifa, huyo mtu amelala kwa mafundisho ya Ellen G. White. Hakuna nafsi, yaani kule hakuna kifo. Yaani mtu akifa amelala, alafu hakuna nafsi ambayo inafanya nini? Inaenda kuishi tena. Yaani hakuna nafsi ambayo itaishi tena. Wewe ukitaka kufa umeenda. Endelea. Hakuna jehanamu milele. Tena wanasema hakuna jehanamu ya milele. Hatari. Hii ni mafundisho ya Ellen G. White. Endelea. Maovu yataangamizwa. Tena wanafundisha kwamba maovu ndio yataangamizwa. Endelea. Yesu atarudi waziwazi kuna kwa kishindo. Wanasema Yesu atarudi waziwazi, lakini atakaporudi atarudi kwa kishindo. Endelea. Afya. Usafi na lishe ni sehemu ya imani. Wanasema afya na usafi na lishe, hiyo ni sehemu ya imani. Roho ya unabii. Utume wa Ellen G. White. Wanaamini katika utume wa nani? Ellen G. White. Ina maana wanaamini Ellen G. White ni mtume. Endelea. Imeisha. Kwa hivyo yule alianzisha usabato wa sasa hivi, mwalimu, wacha tumalize hapa chini kidogo. Walifikafikaje hapa? Naam, endelea mwalimu. Walifikafikaje hapa? Afrika sasa. Walifikafikaje hapa? Ndio mwalimu. Waafrika wakawa Sabato. Wakati sheria hiyo walipewa Waisraeli. Endelea. Inasema Waadventista walifika Afrika. Walifikaje katika nchi ya Afrika? Kupitia wamisionari wa Ulaya. Walifika Afrika kupitia wamisionari ya Ulaya. Sio Mungu na Marekani, na vile Marekani wakishangia, na Kenya pia wakawa kaingia ndani. Dhehebu lililetwa mwaka wa 1906. Yaani dhehebu hili la Kiadventista imeingia Kenya mwaka wa 1906. Yaani 1906. Kupitia Ada. Kupitia mwenye alikuwa anaitwa Ada Kaskaleni. Endelea mwalimu. Peter Nyambo hao ndio wenye wameleta hili dhehebu hapa Kenya. Malawi. Wakawa wakapita Malawi. Wamejenga misheni zao. Ya kwanza Gendia. Ya kwanza wapi? Gendia iko wapi mwalimu? Karachuonyo. Kumbe Gendia iko Karachuonyo. Ina maana ukuta yao iko wapi? Hatari sana. Endelea mwalimu. Mwalimu nasoma kabisa. Ndio hivyo mwalimu. Nasema kaza vitatu. Walijenga misheni ya kwanza. Walijiunga misheni ya kwanza hapa Kenya, Gendia Karachuonyo. Mwaka wa 1906. Karachuonyo. Endelea mwalimu. Leo Kenya ina Waadventista zaidi ya 1800. Wako zaidi ya 1800. Plus Tanzania. Endelea. Tumeishia kwa mwalimu. Mwalimu nadhani mwenye ameuliza swali. Kwa hivyo Kenya hapa, kumbe uko hapa. Kenya hapa, watu wanafaa waheshimu Gendia Karachuonyo. Ni sehemu kubwa sana wa Kisabato hapa Kenya. Hayo maneno tunapata kwa vitabu. Afrika, yani kwa Afrika hapa Gendia 1906. Kumbe Gendia hapa ndio ni quarter Karachuonyo. Kwa hiyo yule aliyeuliza swali nadhani ameipata kifasaha. Ndugu zangu, msione ya kwamba sisi tuna kejeli.
Hapa kuna kejeli, hapa ni uhalisia ya maandishi ambayo yameandikwa. Haya maneno tumepata kwa kitabu ambayo inaitwa The Great Controversy of Ellen G. White, yani pambano kuu ya Ellen G. White. Naona ndugu yangu huenda kuna swali, wacha nipatie mic. Salamia ndugu. Translator iko? Translator iko. Sawa. Awingi kama huyo. Pale. Space.